Sekta ya kilimo ni nguzo muhimu katika uchumi wa Tanzania, ikiwa ni chanzo kikuu cha ajira kwa wananchi wengi, na kando na kutoa malighafi kwa viwanda mbalimbali, pia ina mchango mkubwa katika kukuza biashara za ndani na nje. Kwa mwaka 2021 pekee, sekta ya kilimo ilichangia 25% kwenye pato la taifa na kutoa ajira kwa wananchi wastani wa 65.6%, huku ikiainishwa mwaka 2024 kilimo kimechangia 30% kwenye pato la taifa, ikiwa ni ongezeko la 5%. Naam, sekta inapiga hatua. Mabadiliko makubwa kwenye sekta ya kilimo yameshuhudiwa katika miaka ya hivi karibuni, huku mabadiliko haya yakilenga kuboresha uzalishaji, kuongeza tija na kuhakikisha usalama wa chakula kwa wananchi. Yawezekana tukasema mabadiliko ya kwanza na muhimu katika sekta ya kilimo ni matumizi ya teknolojia za kisasa. Bila shaka, kwa mfano, teknolojia ya kilimo inayotumia zana na mashine za kisasa kama vile trekta, mashine za kupanda, mashine za kuvuna na mashine za kusaga zimeweza kuboresha uzalishaji na kupunguza utegemezi wa kazi za mikono, na hivyo kuchochea hali ya wakulima kushiriki sekta hii kwa moyo wa dhati. Dhana ya kwamba kilimo ni mateso imeendelea kufifia. Kwa kweli kufika 2030 tukitumia mashine za kitaalamu kama hizi tutakuwa tutakuwa mabilionea, au BT tuna uwezo wa kulisha Tanzania nzima na dunia yote kwa ujumla. Kwa nchi yetu ya Tanzania itajivunia. Ni kilimo sio maskini. Kilimo ni mtaji na kilimo kinainua maisha. Vijana sasa hivi tumeona mama anataka kuturudisha vijana wengi kilimo, tumekimbia, tunakimbilia ajira. Uongo. Haswa serikali kupitia Wizara ya Kilimo imeongeza jitihada katika kuhakikisha kuwa kilimo kinanufaika na teknolojia hizi, ikiwa ni pamoja na usambazaji wa mbegu bora, madawa ya kilimo na mashauri ya kilimo kwa wakulima ili kuongeza uzalishaji wa mazao. Kama taifa, mtakumbuka miaka michache iliyopita kilimo kilikuwa kinaonekana ni eneo la watu waliofeli, lakini sasa hivi mwamko wa watu kujiajiri katika sekta ya kilimo umekuwa ni mkubwa sana, na niendelee kusisitiza sekta ya kilimo ndiyo sekta pekee ambayo ina fursa nyingi sana, na ni sekta pekee ambayo teknolojia inavyobadilika, matumizi ya mahitaji ya bidhaa yanayotokana na sekta ya kilimo hayafutiki. Hakuna hata siku moja teknolojia ikikua binadamu wataacha kula. Kwa hiyo hili ni jambo muhimu sana ambalo watu wengi wanatakiwa kuelewa. Sisi kama wizara tunafarijika sana kuona mafanikio makubwa katika kipindi cha miaka minne ni transfer ya knowledge ambayo imeongezeka kwa kiwango kikubwa sana. Ndiyo, mabadiliko makubwa ya matumizi ya teknolojia katika sekta ya kilimo yamekuwa na athari kubwa kwa maendeleo ya kilimo hapa nchini. Hatua hii imechochea harakati za uvumbuzi wa zana rahisi za kilimo ambazo ni rahisi, za bei nafuu na zenye ufanisi mkubwa. Utakuwa unahitaji dalili. Kwa hiyo nitapata taarifa kule kwamba ndiyo maana Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI Ukiriguru iliyopo mkoani Mwanza imejidhatiti kuendeleza uvumbuzi wa zana rahisi za kilimo, ikiwemo zana ya kupandia mbegu za mazao mchanganyiko ambayo husaidia wakulima wadogo kufikia teknolojia ambazo awali zilipatikana kwa wakulima wa kibiashara pekee. Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania, wajibu wetu mkubwa ni kuhakikisha kwamba tunafanya tafiti, tunagundua teknolojia, lakini hizi teknolojia tunazozigundua tunazipeleka kwa watumiaji, wananchi. Na sisi teknolojia tunaenda kuzigundua ni zile ambazo zinatatua changamoto za wakulima. Ili tuifikie agenda 2030 inamaanisha kwamba 1030 inamaanisha kwamba ni lazima tuchatue changamoto zinazorudisha production katika kilimo. Sasa tukishahakikisha kwamba tumetengeneza teknolojia zikawafikia wakulima, tofauti na watu wa academics, sisi lazima tuhakikishe teknolojia inasababisha mifuko ya watu inatuna, yani tunapata faida moja kwa moja. Hii ndiyo Rafiki Planter, yani zana ambayo imevumbuliwa na Watanzania ambao ni watafiti kutoka TARI.
wametazama changamoto ya wakulima kutumia nguvu kazi kubwa wakati wa msimu wa kupanda mbegu pamoja na mapungufu mengine. Moja kati ya changamoto ambazo tumekuwa tukizipata ni nguvu kazi mashambani. Tunapoteza muda mwingi sana mashambani kwa vile bado tunafanya kazi za mikono. Sasa hivi tuna changamoto kubwa ya mabadiliko ya tabia nchi. Mvua zinakuja kwa wakati kwa muda mfupi. Unaweza ukasema bana, zamani unajua karibia masika yakianza au vuli karibia kila siku mvua zinanyesha. Hata mwenzako akipanda leo, wewe ukapanda kesho, mwingine akapanda kesho kutwa, unakuta angalau wakati huo uhakika ulikuwepo. Sasa hivi tofauti. Mvua inaweza ikaja karibia ya msimu mzima yote ikaja leo. Baada ya hapo wiki 2-3, wiki nzima hamna mvua. Sasa katika vitu vinavyosababisha tuweze kuwa tunakosa mazao mazuri ni kupanda kwa wakati. Mvua zinanyesha leo, mnaanza kupanda moja moja kwa mkono, wiki inaisha, bado hujamaliza shamba. Kwa hiyo unakuta sehemu ambayo umeweza kuwahi ule unyevunyevu kwenye ardhi ni muda mfupi sana. Ndiyo, bila shaka hii ndio chimbuko la uvumbuzi huu. Zana rahisi ya kupandia mbegu za mazao mchanganyiko. Mchakato ulianza kwa kuunda Rafiki Planter kupanda pamba, ikiwepo ya mkono, nyingine ya kuvutwa na wanyamakazi na ya kutumia mafuta. Huyu ni mvumbuzi kiongozi wa zana hii, Dawson Malela. Zinafanya kazi kabisa. Nafikiri hapo zinawaka, sio? Yeah. Na kama unataka kurudi, umerudi nyumbani, unamuonesha mwenzako kwamba nataka niende kushoto, ina uwezo huo. Mwanzoni tulianza na zana rahisi au kipandio rafiki cha kuweza kupanda pamba, ambapo kama utaratibu unavyotaka, baada ya kugundua kitu na ukitengeneza, walaji wa mwisho ni wakulima. Kwa hiyo wakulima ndio wa kusema hii safi au hii hapana. Wewe ukijifungia mwenyewe ndani ukatengeneza ukaja na majibu ya ndio bila mkulima kusema ndio, hiyo ndio inakuwa bado. Kwa hiyo tulitumia pia wakati huo kuwatembelea wakulima katika maeneo ya Singida, Simiyu, nao pia wakasema hii hakika ni sawia. Lakini baada ya zana ya kupanda mbegu za pamba kuonekana sasa iko safi na inafanya vizuri, tukapata wito kutoka Wizara ya Kilimo, ambapo wito huo ulikuwa unataka tutengeneze mashine ya kupanda alizeti. Na sisi pia tukakaa pamoja kama wabunifu, tukaja na mashine ile. Hii ni awamu ya pili ya zana rahisi ya Rafiki Planter kuvumbuliwa, ambayo zana hii imeboreshwa zaidi kwa ajili ya kupanda mazao mchanganyiko, ikiwa ni alizeti, mahindi na pamba yenyewe. Zana ya Rafiki Planter kabla ya kuwafikia wakulima imefanywa majaribio katika mikoa 5 hapa nchini Tanzania. Mikoa hiyo ni mkoa wa Morogoro, Dodoma, Singida, Simiyu na Mwanza. Zoezi ambalo limedhihiri kwa ajili ya kupata maoni ya wakulima juu ya utendaji kazi wa zana hii. Hii ni sentimita 60 ambayo baadaye tutaipima mbegu zinapokuwa zinafanya nini, zinadondoka. Kwa hiyo umbali huo ndio huu kutoka sehemu ambapo mbegu inafukiwa kwenda sehemu nyingine ambayo mbegu inafanya nini, inafukiwa. Hizi ni sentimita 60. Lakini haitoshi ndugu zangu, tumeiwekea matairi ambayo mkulima asiwe na manunguniko kwamba anapata paja shambani. Majaribio yamefanyika kwa kupanda mbegu za alizeti maeneo tofauti, ikiwa ni kiu ya serikali kuongeza uzalishaji wa mazao ya mafuta. Utakumbuka takribani 60% ya mafuta hapa nchini, hasa alizeti, huwa tunasafirisha kutoka nje. Kwa hiyo huwa tunazalisha kiasi kidogo, hizo 40% mpaka 44%.
Kwa hiyo serikali inatumia fedha nyingi sana kutoa mafuta nje ya nchi. Sasa mkakati ni kwamba mazao ya mafuta, kwa mfano alizeti, serikali imeweza kuweka msukumo mkubwa sana wa kuhakikisha tunaongeza uzalishaji. Sasa kama utafiti tukaangalia, moja ya changamoto za uzalishaji wa zao kama alizeti inayopelekea tija yetu iwe takriban tani 1 kwa hekta ni kwanza ugumu wa kazi. Ugumu wa kazi wakati wa kuandaa mashamba, wakati wa kupanda na kadhalika, ambao kunapelekea kilimo hiki kinakuwa na changamoto sana, watu wanalima kidogo. Kwa hivyo TARI ikaona sasa, ili tuendane na mabadiliko ya tabia nchi, kumwezesha mkulima apande kwa muda mfupi, muda unaobaki afanye kazi nyingine, ndipo tukafanya ubunifu au ugunduzi wa zana rafiki ya kupanda. Kwa taswira ya kawaida, ujio wa zana hii ni mwarobaini kwa changamoto zinazomkabili mkulima na kumkatisha tamaa ya kuendelea na kilimo. Matumizi ya zana hii ni kwamba itachochea kilimo chenye tija na kuleta manufaa kwa wakulima kwa kupunguza msululu na idadi ya watu wakati wa kupanda mbegu. Gharama nyingi zimekuwa zikitumika kwa ajili ya kuwalipa vibarua wakati wa kupanda, ambapo kati ya vibarua 8 mpaka 12 unatumia kupanda kwa eneo la ekari moja, na muda mwingi kati ya masaa 8 mpaka 10 yamekuwa yakitumika kupanda kwenye eneo la ekari moja. Sasa tukaona hivyo vitu vinamuingiza gharama kubwa sana mkulima, na hivyo tukaona kuna umuhimu wa kuja na mashine hii rahisi ya kumsaidia mkulima kupanda kwa kutumia Rafiki Planter, ambayo inatumia muda wa lisali moja, wastani wa muda wa lisali moja kwenye eneo la ekari moja kupanda eneo la eka, na inatumia wastani wa mafuta lita 1 ya petroli kwenye hilo eneo la ekari. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa kulinganisha kwa uharaka kutoka kwenye kupanda kwa kuinama kwa nguvu kazi watu na kuja kutumia kwa mashine ya kupandia, tumepunguza muda, na hivyo tumeokoa muda badala ya kuchelewa msimu wa kilimo. Sasa kwa kutumia mashine hii tunaenda kuokoa muda na kuwahi msimu. Kwa hiyo zana hii tunafahamu kwamba unapokuwa unapanda shambani Sasa tujipe wasaa zaidi wa kufahamu kwa kina uvumbuzi huu. Hatua ya kwanza lazima uchimbe mashimo, sio? Lakini kabla ya mashimo mtagundua kwamba lazima uhakikishe kwamba umeandaa kamba. Sema bwana shamba anasema jamani kwamba tupande kwa mstari. Nafikiri sio jambo geni Kwa hiyo lazima uwe na kamba. Lakini kuwa na kamba haitoshi. Lazima uweke alama kutoka shimo hadi shimo. Kamba ukiwa nayo ndefu kinunua dukani, siamini kama unakuta vipigo nafasi zile. Watu wanatumia njia mbili. Mwingine anatumia marker pen, anaweka zile alama. Mwingine anachokifanya anatafuta kamba, anakuwa anafunga vijinundu kutoka nafasi hadi nafasi. Sasa tukasema sisi tunataka tuje na mwarobaini wa mambo haya yote. Na mwarobaini wake ni kwamba hapa mbele kwenye planta yetu hii, mashine yetu hii, hapa mbele kuna kisu ambacho kazi yake hiki hapa. Hiki kisu wakati wa kwanza kazi kinashuka mpaka chini kabisa. Hiki kisu kazi yake ni kutengeneza mfereji. Mnakiona hiki hapa. Kinapoondoka kinatengeneza mfereji. Na kuna kisu kingine upande wa pili. Kutoka kisu kimoja au kifunguo ardhi kwenda kifunguo ardhi kingine kuna nafasi ya sentimita 60. Kwa hiyo maana yake ndo tunasema kutoka mstari hadi mstari, kama unapanda alizeti au unapanda mahindi, tunashauri iwe sentimita 60. Kwa hiyo kifunguo ardhi hicho na kifunguo ardhi kingine kitakapokuwa nyoosha, maana yake kimeosha mstari wa kwanza na kile kinaosha mstari wa pili. Kwa hiyo hii inapanda mistari miwili wakati mmoja. Lakini bado ina vinu vidogo vya kutunzia mbegu. Hapa ndipo unapojaza mbegu zako. Hapo unajaza mbegu zako kama mnavyoziona. Hizi ni mbegu za alizeti. Na upande wa pili kule kipo kinu kingine. Kwa hiyo kuna vinu viwili. Sasa hapa katikati hapa ndipo sasa utaalamu ulipelekea mpaka watu baadhi ya nywele kidogo zikaanza kupungua kidogo. Hapa utaalamu hapa. Hapa maana yake kuna mtego umewekwa kimahesabu kabisa.
hapa ndipo kuna kichota mbegu hapa. Sasa kuna ukiangalia utaona huu mnyororo sio? Utaona baadhi ya vitu vyenye meno hivi sio? Sasa itakapokuwa inatembea, tumetega mtego wa kimahesabu. Kila baada ya sentimita 30 mbegu zifanye nini? Zidondoke. Na sasa mtu atajiuliza, zidondoke ngapi mbegu hizo? Umndani huko mtego tumeuweka ambao una uwezo wa kuongeza either zidondoke 2 au zidondoke 3. Ni kadri tutakavyoona inafaa, lakini sisi wataalamu tunashauri angalau zidondoke mbegu 2. Ikitokea hii ni kweli mashine hii ilifanywa majaribio katika mashamba mbalimbali yenye vichanga na udongo tofauti kwa kila mkoa ili kujiridhisha na utendaji kazi wake mbele ya wakulima wenyewe. Teknolojia hii ni nzuri. Kwanza ninavyoona hivi inapelekea kuwafanya vijana wetu wakipende kilimo. Vile vile hii tukiipata nafikiri ni mojawapo ya vijana wetu kupata ajira, kwa sababu hii akiipata kijana na kuitumia anapata pesa. Mimi nilikuwa na shauri tu kwamba hizi teknolojia zinapofanywa utafiti basi ziweze kutufikia wakulima. Ni kifaa kizuri kwa maana kimerahisisha kazi kwa mkulima, ambacho kimeweza kumsaidia mkulima aweze kupunguza management ya matumizi katika uhitaji wa kumaliza kazi yake. Kwanza ni jambo la kumshukuru Mungu kwa sababu kwanza moja, tuna wataalamu na hao wataalamu waliopo ndani ya kijiji changu ndio wamebuni hii kitu, na imekuwa ni kitu rahisi sana kwa wakulima, hususan wakulima wadogo wadogo. Kwa hiyo basi kikubwa tu wataalamu waongezeke na hivi vitu viongezwe ili viweze kuwafikia wakulima wadogo wadogo na waweze kurahisisha majukumu yao. Mashine hii tunasema kwa wakulima imeturahisishia kufanya kazi kwa ugumu kwa muda mrefu. Pia kwa wakulima tumefurahi sana. Tunaomba uongozi uendelee kutuletea vitu ambavyo vinaturahisishia katika wakulima. Wengine walidhani maboresho kufanyika zaidi ili zana iwe yenye kukidhi mahitaji ya mkulima pasina kujali mahala alipo. Mimi nilikuwa na shauri hizi labda zingeongezewa kina kidogo huku ili kwa ajili ya zile ardhi ya mfinyanzi inaweza ikawa inashika topi ikawa inatereza. Tukiongeza vichuma pale vinaweza vikawa vinashika ile udongo vinakusanya na kuweza kufikia zile mbegu. Kiwa kama mkulima, maoni yangu juu ya hii mashine ni maboresho machache kutegemeana na aina za udongo, kwa sababu kuna aina tofauti za udongo kwa wakulima. Nadhani hii mashine iboreshwe iweze kuhimili aina zote za udongo ili wakulima ambao wako katika maeneo tofauti waweze kufaidika kwa hiyo mashine. Hapa ni katika shamba la mradi wa Jenga Kesho Iliyo Bora BBT Chinangali, wilaya ya Chamwino, mkoani Dodoma. Pia lilidhihiri jaribio la zana rahisi ya kupandia mbegu mchanganyiko. Bora kabisa mkulima ni planta ambayo ina uwezo wa kupanda mbegu za alizeti shambani. Kweli leo kwanza nimefurahi na nimeshangaa namna gani wanavyoweza kutengeneza kwa ukubwa wa ile teknolojia, kwa sababu mashine haimwagi mbegu kama zilivyo mashine zingine, lakini pia ina uwezo wa kurahisisha kufanya kazi shambani. Kwa kweli itatuongezea chachu kiasi kikubwa sana, kwa sababu tutamaliza kazi kwa wakati. Kama eka moja inaweza kumaliza kwa muda wa saa moja, kwa yamkini yani tutamaliza kuliko kutumia labda mwezi au wiki kadhaa, tukatumia siku chache kumaliza katika eka zetu 1500 kwa muda mchache. Huu ni ufanisi kwa kweli. Cha pili ni mashine ambayo inaweza kuimiliki mtu yoyote kulingana na kiwango ambacho inaweza, yani gharama zake ni rahisi kumudu mtu yoyote wa hali ya chini au wa kiwango cha kati. Ujio wa zana hii rafiki planta katika mradi wa BBT itatazamwa kwa jicho la tofauti, kwa maana itasaidia kuongeza ufanisi katika zoezi la upandaji mbegu ambalo limekuwa likiwagharimu muda. Kwa mujibu wa taasisi ya utafiti wa kilimo TARI, wanasema wana mikakati endelevu ya kurahisisha zaidi kilimo kwa kutotumia nguvu kubwa, lakini kiwe chenye tija. Mkakati wa TARI
ni kuweza kubuni sana Rahisi na Rafiki. Tuna kitengo ama tuna idara ambayo inafanya utafiti na ubunifu. Kwa hiyo idara hii ndiyo ambayo inaratibu shule zote ambazo zinafanya utafiti na ubunifu wa zana mbalimbali na mashine mbalimbali ambazo zinazalisha katika kupunguza mzigo ama workload kwa mkulima na pale na muda wa kufanya kazi. Kwa hiyo sisi tunapotazama hili, sisi kweli ni fahari na tunajivunia kwanza tumeweza kuja na mashine kama hii ambayo ni rafiki kwa ajili ya alizeti, lakini pia tushatengeneza mashine nyingine ama zana nyingine kwa ajili ya pamba. Mapokeo ya wakulima kwa zana hii rafiki yamekuwa mazuri sana, hata mimi sikutegemea, maana kila sehemu wanatamani ibaki. Pamoja na kutoa maoni wanasema ingebaki kabisa hapa. Kwa hiyo mapokeo ni mazuri sana, inaonyesha sasa Watanzania wakulima wamekuwa na uzalendo sana wa kazi zinazofanywa na watafiti wazawa wanatari. Wakulima na wadau mbalimbali wa kilimo tangu Morogoro, Dodoma kwenye shamba la BBT, lakini ukija Singida na mpaka hapa Simiyu, wakulima wametokea kufurahishwa na kupendezwa na teknolojia hii ya upandaji. Kwanza wamefurahi kwamba teknolojia hii ni teknolojia iliyobuniwa na wazawa. Hili ni jicho la maafisa kilimo juu ya uvumbuzi wa zana ya Rafiki Planter. Tawasaidia vizuri sana kuokoa muda wa kupanda alizeti kwenye mashamba yao na kuokoa gharama za upandaji wa zao hili. Lakini mashine hii ili angalau iweze kufanya kazi vizuri zaidi, waiboreshe kwa upande wa nguvu ya injini. Unajua hii zana tumefurahi pia, maana inaweza kusaidia kurahisisha huduma za kazi mashambani. Mtegemea watu huko wanalima mashamba makubwa, kwa hiyo itarahisisha ule upandaji. Kwa hiyo kama wataichukua hii itasaidia kuwarahisishia kazi zao mashambani. Mamlaka nyingine zimekuwa na mtazamo chanya juu ya uvumbuzi wa zana hii, lakini kuwapongeza taasisi ya TARI kwa ubunifu mzuri ambao wamefanya katika kutuletea vifaa na mashine ambazo zitaongeza tija kwa wakulima wetu, hasa mashine kama hii ambayo itakwenda kuwasaidia wakulima moja kuokoa muda, kwa sababu mashine hii itawasaidia kupanda kwa muda mfupi, lakini inafukia yenyewe na itakuwa inafanya upandaji wa mbegu wa mazao tofauti tofauti. Lakini kwa kwanza wamesema ni alizeti, baadaye watakuja kwenye pamba na mazao mengine mchanganyiko baadaye. Kwa hiyo tunatumia fursa hii kuwapongeza sana TARI. Ubunifu huu unasaidia kukuza au kufanya mapinduzi katika sekta ya kilimo, na tunaamini miaka inayokuja kwa ubunifu ambao wameanza nao wataenda kuleta tija ndani ya nchi, lakini hata kimataifa, kwa sababu wakulima watalima kwa muda, watalima kwa wakati na watalima maeneo makubwa, kwa sababu nguvu kazi watakayotumia itakuwa ni ndogo. Huenda tukasema uvumbuzi huu unathibiti jitihada za serikali chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan za kuboresha sekta ya kilimo na kuhakikisha kinakuwa kila kukicha. Naishukuru sana serikali. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya ni matunda yake. Lakini tunamshukuru sana Waziri wa Kilimo Hussein Bashe. Kwa kweli amekuwa akichukulia swala la utafiti kipaumbele kuanzia kwenye bajeti na kadhalika. Ama hakika zoezi la majaribio ni ishara ya ukamilifu wa zana rahisi ya kupandia mbegu mchanganyiko Rafiki Planter. Urahisi wa matumizi yake na ufanisi katika kupanda mbegu unafanya iwe suluhisho bora kwa wengi.